Karibu tena mpenzi msikilizaji wangu kwenye kipindi chetu cha elimu ya afya akili. Naitwa Deborah Mongomo, ni licensed professional counselor associate. Tafadhali usipite kwenye channel yetu bila kusubscribe, kulike, kutoa comment na kushare video zetu na watu wengine. Karibu sana. Leo tunaendelea na mfululizo wetu kuhusu unyanyasaji kwenye mahusiano na tutaangalia athari za unyanyasaji wa kimwili na jinsi ya kukabiliana nazo. Kwa hiyo tutaangalia athari za unyanyasaji na jinsi ya kukabiliana na unyanyasaji. Unyanyasaji wa kimwili ni kitu gani? Ni pale ambapo mwenzi wako anakusudia kukujeruhi kwa nia ya kukutawala na kuonyesha mamlaka dhidi yako. Kwa hiyo anatumia nguvu na utawala kwa njia ya kukuumiza ili uweze kumsikiliza, ili aweze kukucontrol. Mfano wa nguvu na utawala katika kukuadhibu kimwili ni kwamba anaweza akakupiga, akakukaba, akakuunguza, akakusukuma, akazuia usitibiwe kwa sababu anaumiza mwili. Kwa hiyo anajua mwili unauma, kwa hiyo dawa yake ni kwamba hata usitibiwe au kupiga teke au vitu vyovyote vile vya kuumiza mwili. Kwa hiyo ndio huu ambao unahusika na mwili. Kuna athari mbalimbali za unyanyasaji kwenye mahusiano, au unyanyasaji wa kimwili kwenye mahusiano. Ni kwamba mtu wa kwanza anayeathirika ni mwenzi. Ni kwamba mwenzi anaweza akaathirika kwa kuwa na majeraha mwilini. Mfano, kuna wengi wametolewa meno, unakuta ametolewa jicho, au ana makovu mwilini yameunguzwa au amepigwa. Anaweza akakuumiza kiakili kwa sababu kwa ajili ya kukupiga kimwili ikakuathiri kiakili. Kuna watu wanapata traumatic brain injury kwa sababu ya kujeruhi ubongo. Unakuta amepata hiyo shida ambayo ni tatizo kubwa sana linalosababisha matatizo ya kiakili, kwa sababu mtu akiharibu ubongo ni kwamba anakuwa ameharibu pakubwa. Wanyanyasaji wengi wanapata ulemavu kwa sababu aidha alipigwa, alivunjwa, kwa hiyo amepata ulemavu wa kudumu. Kiafya ni kwamba mtu anakuwa anasumbuka na maumivu kwa sababu ya kupigwa kila wakati. Kwa hiyo wengi wanakuta wanaumwa kichwa, wanaumwa mgongo, sijui wanaumwa miguu, anachechemea kama hivyo. Alafu kiakili ni kwamba wengi wanaweza kupata sonona kwa sababu unaishi kwenye maisha ambayo sio ya kufurahisha. Kwa hiyo unakuwa na huzuni wakati wote, unakosa furaha, unaishi kwa hofu. Kwa hiyo unapata ile anxiety kwa sababu ya kuishi kwa hofu na wasiwasi wakati wote. Alafu umaskini uliokithiri ni kwamba ndio athari kubwa sana inayosumbua watu wanaonyanyaswa kimwili. Ni kwamba kwa sababu anatumia power na control na make sure anakukandamiza na huna access kwa hela, na maybe mambo ya hela ndio yanaleta ugomvi mpaka unaishia kupigwa. Alafu wengi wanakuta wanapata vidonda vya tumbo, PTSD, post traumatic stress disorder. Wengine vifo kwa sababu ya kujiua, hutaki tena mateso kwa hiyo unajiua, au anakuua yeye mwenyewe, anakumaliza mwenyewe kwa sababu bado anataka kukuumiza. Alafu wengi wanasumbuka na kutojithamini. Ujithamini kwa sababu yeye hakuthamini kila kitu. Kwa hiyo anakwamba anakujengea pia wewe usijithamini. Kwa hiyo unaanza kujiona kama anavyokuona yeye. Kwa hiyo anakuona wewe ni mtu mbaya kwa sababu anakwambia wewe ni mtu mbaya. Alafu pia unakosa kujiamini pia. Alafu athari nyingine ni kwamba unapoteza hata ndoto zako, kwa sababu ukiingia kwenye mahusiano ya unyanyasaji ni kwamba ni power and control. Yaani kwamba yeye anataka kukutawala kwa nguvu na atahakikisha anakubadilisha. Kwa hiyo huishi kama vile unavyotaka au ulivyokuwa na dream utaishi. Kwamba utaishi kama anavyotaka yeye. Kwa hiyo anakucontrol. Kwa hiyo unakuta hata zile ndoto zako ulikuwa nazo anaziua. Wengine wanaambia waache kazi. Mwingine tu atakuvuruga mpaka wewe mwenyewe utaacha, au ndio hivyo anaweka masharti kwa sitaki ufanye hivyo, kwa utaacha kufanya unachotaka, utaishi kama anavyotaka yeye. Kwa hiyo ataharibu hata ndoto zako kwa sababu ya hiyo power and control. Wengine wanaoathiriwa na matatizo ya unyanyasaji wa kimwili ni watoto. Ni kwamba inasemekana 50% ya wanyanyasaji, wanasema wanyanyasaji wanaume, ni kwamba pia wao wananyanyasa watoto. 50% wananyanyasa mama na wananyanyasa na watoto. Kwa hiyo unakuta watoto pia wanaathirika sana na matatizo ya unyanyasaji ambayo yanatokea kwa wazazi wao. Wanaathirika kitabia, kihisia, kisaikolojia, kiafya. Wana hatari ya kujifunza tabia za unyanyasaji wakati wako nyumbani. Ni kwamba kwa sababu tabia unajifunza tabia. Kwa hiyo ukiona wazazi wako ndio jinsi wanavyotatua matatizo, wengi unakuta watoto waliozaliwa na unyanyasaji wengi pia wanaweza kuwa wanyanyasaji kwa sababu wamejifunza kwa kwamba ukitaka kitu ndio nafanya hivyo. Kwa hiyo unakuta naye ameanza tabia za unyanyasaji. Watoto pia wanaathirika kwa kuishi kwenye wasiwasi na hofu. Kwa hiyo anxiety wanaishi nayo kuanzia utotoni. Wanakuwa na anxiety wakati wote, wanakuwa na uoga na wasiwasi, kukosa kujiamini pia. Alafu wanakuwa na hasira na chuki na mzazi anayenyanyasa mwenzie, kwa sababu watoto hawapendi kuona watu wananyanyasana, wazazi wananyanyasana. Kwa hiyo wanaweza kuwa na chuki sana na mzazi ambaye ananyanyasa mwenzie. Alafu kuogopa kuwa na mahusiano. Kwa hiyo watoto wanaogopa, yani hawana skills za kuhusiana na watu.
Kwa hiyo hata baadaye labda anataka kuoa, anataka kuolewa, anaogopa hata kuingia kwenye mahusiano kwa sababu anaogopa nikikutana na mtu kama mama alivyokuwa anamfanyia baba, au nikikutana kama mtu baba alivyokuwa anamfanyia mama. Kwa hiyo inasababisha waogope atakuwa na mahusiano. Wengi pia unakuta watoto wanasumbuka na mawazo ya kujiua kwa sababu ya matatizo ya nyumbani, ya kuteseka, kupigwa, mtu anakuchanganya wewe na mama yako wote mnapigwa. Kwa hiyo unakuta watoto wana tabia ya kujiua, wanaanza kuonyesha hizo dalili. Alafu inaharibu tabia pia kwa sababu ya stress ya nyumbani. Mtoto anatafuta comfort kwa addiction. Kwa hiyo anaweza akaanza tabia za ulevi baadaye akiwa mkubwa, au madawa ya kulevya, au wengine wanaingia hata kwenye prostitution, tabia ya umalaya. Ni kwamba anaingia hivyo kwa sababu anataka comfort, kwa sababu aliishi maisha ambayo ni magumu sana. Alafu kuna watoto wengi tatizo la kukimbia nyumbani. Unakuta hiyo runaway kids wengi ni matatizo ya nyumbani ya wazazi. Kwa hiyo mtoto anaona hapa hapako sawa sawa, kwa hiyo mtoto anaweza akakimbia nyumbani akahamia mtaani, au akaenda ndio hivyo anaanza kujikalisha kwa mwanaume au kwa mwanamke kwa sababu anakimbia matatizo ya nyumbani. Alafu tabia za ugomvi, ni kwamba anakuwa amejifunza. Matatizo ya kiafya, research zinaonyesha kwamba watoto walioshuhudia magomvi ya wazazi wao wanaweza kuathiriwa kiafya. Ni kwa sababu system ya mwili wao imeanza kuanzia utotoni kuharibiwa, yani hawako kwenye hali ya utulivu, wako kwenye survival mode. Kwa hiyo immunity zinapungua, mtoto anaweza kuwa anasumbuka sana na asthma baadaye, vidonda vya tumbo, BP, depression, anxiety na magonjwa mengine mengi tu kwa sababu ya system yake ya mwili, kwamba mnakuwa mmeivuruga kwa sababu ya magomvi ya nyumbani, hayuko stable. Kwa hiyo anaathiriwa na magomvi mara kwa mara. Alafu group nyingine ya watu wanaoathiriwa kwamba magomvi ya nyumbani yanaathiri mke, yanaathiri watoto, au yanaathiri mke, mume na watoto, yanaathiri pia hata pets, wale wanyama tunaokaa nao. Ni kwamba research zinaonyesha kama 88% ya wanyama wanaokaa na watu ambao wanagombana nyumbani kwamba pia nao huwa either wanajeruhiwa au wanauliwa. Ni kwamba kuna research ambayo imeshakuwa proven kwa 88% ya wanyama pia wanajeruhiwa. Mfano kama kuna watu wanapenda kufuga mbwa, wengine wanapenda kufuga paka, sungura, ndege. Mtu mwenye hasira ambaye ni mnyanyasaji, ni kwamba saa nyingine anafanya ile kitu inaitwa anger displacement. Badala ya sasa kumpiga mke au kumpiga mume, anaenda kupiga wanyama, au ndio hivyo anamshuti mnyama au ataenda kujeruhi. Kwa hiyo inasemekana kwamba saa nyingine hata kwa nyumba za wanyanyasaji unakuta wanyama labda kama ni paka ana depression, pia watu paka wanakuwa na depression, mbwa wanakuwa na depression, au pia paka labda hana jicho moja kwa sababu baba alimpiga, au mbwa labda amekatwa mguu kwa sababu baba alikuwa na hasira au mama alikuwa na hasira. Kwa hiyo hata wanyama wanaathirika. Kwa hiyo unyanyasaji sio kitu kizuri kwa sababu kinaathiri kila mtu around, mpaka na wanyama. Alafu research pia zinaonyesha kama watoto wa kiume wengi wanaoishia kuua baba zao, chanzo chao kinakuwa ni unyanyasaji. Ni kwamba watoto wa kiume umeona mama wao walivyokuwa wananyanyasa wanawe baba. Kwa hiyo kwa sababu wanampenda mama yao, wanaona solution ni kukuua. Kwa hiyo unakuta kuna kesi nyingi sana ambazo za watoto wa kiume ambao wako na hasira na baba zao kwa sababu ya kuwatesa mama zao, wamechukua hatua za kuwaua au kujaribisha kuwaua wazazi wao wa kiume kwa sababu ya mateso. Kwa hiyo unyanyasaji hauleti mambo mazuri, unaathiri sana. Sasa kuna sababu gani za kuendelea kukaa kwenye mahusiano yenye unyanyasaji? Tunafahamu kuna watu wengi sana, either wengine hawajui kama wanakaa kwenye mahusiano ya unyanyasaji, wengine wanajua kabisa kwa huu ni uhusiano wa unyanyasaji, lakini wanaendelea kukaa kwenye mahusiano ya unyanyasaji. Ni sababu nyingi sana ambazo zinasababisha watu wafanye hivyo. Ni kwamba wengine wanakaa kwa sababu ya watoto. Kwa hiyo watoto wangu nikiondoka hapa, watoto wangu labda watateseka, labda huyu baba au mama atataka akae na watoto wangu, labda kwa hiyo nataka tukae pamoja, watoto wakoe na wazazi wote wawili. Alafu wengine ni aibu, kwa sasa nikiondoka hapa watoto wanionaje? Labda nitaonekana nimeshindwa. Unaona Wengine hofu ya kuogopa watu, kwa watoto wanifikiriaje sasa? Labda mimi hapa pana na cheo huko nyumbani, au pia labda sijui niko hivi na hivi, kwa hiyo watu watasemaje? Kwa hiyo kwa kutaka kufurahisha watu unaendelea kukaa kwenye mahusiano ya unyanyasaji, lakini hao watu hawafahamu mambo yanayoendelea ndani kwako. Kwa hiyo hofu ya watu inasababisha watu wakae kwenye mahusiano ya unyanyasaji. Hali ngumu ya kiuchumi, kwa sababu mnyanyasaji mpaka amekunyanyasa mpaka hata ufikirie kuondoka, ni kwamba unakuwa amekuexploit, amekunyonya vya kutosha. Ni kwamba kwa sababu amekusababisha uwe maskini. Kumbuka ni mtu mmoja ana control hayo mahusiano. Kwa hiyo unaweza kuwa huna access ya hela au mali zozote, kwa hiyo umaskini utakusababisha ukae hapo, kwa sababu at least hapo una mali pa kukaa. Ukitoka hapo huna sehemu nyingine ya kwenda kukaa. Alafu wengine wanakaa kwa sababu ya hofu ya kupoteza mali, kwa nikiondoka hapa maybe nitapoteza na kila kitu. Alafu wengine wanaogopa gharama ya divorce, kwa divorce ni very expensive, nikiondoka maybe it can cost a lot of money. Kwa hiyo anaendelea kukaa hapo kwa sababu anaogopa kwa divorce itakuwa ni expensive sana. Alafu imani za kidini pia zinazosema kwa talaka, of course tumeambiwa kwa talaka sio kitu kizuri. Kwa unakuta kwa ajili ya imani ya kidini mtu unapigwa, unatolewa jicho, unatolewa meno, unafanywa kila kitu, unasema lakini nitaendelea kukaa hapa.
lakini kumbuka mnyanyasaji hata stop. Alafu ni kwamba sababu nyingine ni kwamba mtu hujiamini tena, labda hujithamini tena. Alafu kuna ile kitu inaitwa learned helplessness, yani unaona kama uweze kutatua tatizo. Kwa hiyo yani umejifunza kwa okay, naweza nikavumilia tu matatizo. Unavumilia tu matatizo hata kama unaona yapo. Kwa hiyo kuna watu wenye learned helplessness ni kwamba wataendelea kukaa hapo tu kwa sababu wameamua tu kukubaliana na hiyo hali. Alafu kuna wanawake wengi ni kwamba anakuambia hajaondoka kwenye mahusiano kwa sababu alikuwa analinda kwamba abuser asiende jela, labda mume wake asiende jela, kwa sababu akimripoti mume wake atapelekwa jela, then yeye atabaki na watoto, wakati mwanaume ndo analipa bills, mwanaume ndo anatake care of the family. Kwa hiyo kwa ajili ya umaskini na kutaka msaada kutoka kwa huyo mwanaume, mtu gani anaamua kunyamaza kimya, hata asiripoti. Alafu wengine hawaondoki kwa sababu ya hofu ya kuuliwa, kwa sababu mnyanyasaji ni, kumbuka ile power and control, anataka kucontrol. Ni kwamba hata ukitaka kuondoka ni kwamba wengi hata ukiondoka atakufuatilia, atakufuata tu. Tunasikiaga kesi nyingi tu, mtu ameuliwa na ex wake, ex amemuua mke wake wa zamani, kwamba bado anakuwa na uchungu kwa sababu mnyanyasaji bado ana uchungu na bado alikuwa anatamani kukutawala, na sasa umemtoroka, then atakufuatilia na atamake sure amekufanya kitu kibaya. Kwa hiyo kuna wengine wanakaa kwa sababu ya kuogopa kuuliwa. Alafu wanyanyasaji hawaachi tabia hiyo. Kumbuka ni kwamba mnyanyasaji, kama kipindi kilichopita nilichofundisha, ni kwamba kuna ile mduara wa unyanyasaji, ni kwamba kila siku atakuwa anaanzisha ugomvi, anakupiga, anaomba msamaha, mtakaa vizuri, anaanzisha ugomvi, anakupiga, ataomba msamaha. Kwa hiyo ni mduara utaendelea hivyo siku zote, kwamba hataacha. Sana ni kwamba intensity, yani ule ukubwa au unyanyasaji unaendelea kuwa mkubwa zaidi kwa aina kubwa zaidi. Pia mnyanyasaji anaweza kupumzika kwa muda mfupi, tunaweza kupumzika kwa mwezi, kwa wiki, hata kwa miaka, lakini kama ni ana tabia ya unyanyasaji ni kwamba hataacha hiyo tabia. Ni kwamba hata kikaa miaka miwili atafanya tena vile vile, kwa sababu ile pattern ile lazima ataifanya tu. Ni kwamba pia ukatili unaendelea na unakuwa mbaya zaidi kadri unavyozidi kuongezeka. Wanawake wengi waliouliwa, research zinaonyesha kwamba ni kwamba walificha unyanyasaji. Unakuta anakuwa ana unyanyasaji lakini anaficha, anaogopa utajulikana. Kwa hiyo unakuta mpaka anafikia point ya kuuliwa. Au wanawake hao ni kwamba hata wakiripoti ni kwamba wanapuziwa. Labda ndo wengine una wazazi wanakuambia nenda kavumilia, ndo mume wako, kakae tu hapo hapo, ndoa ivunjwe, ifanye nini. Kwa hiyo unakuta mtu kweli anawasikiliza, anarudi, lakini unakuta baadaye anakuja kuuliwa na huyo mnyanyasaji, kwa sababu huyo ni mtu mkatili ambaye hana tabia ya kawaida. Kwa hiyo wazazi, ndugu, jamaa, marafiki, mkisikia mtu ananyanyaswa na mume wake, anapigwa, anaumizwa, mmeona hata na majeraha, au mnamuona kabisa mwenzenu haishi maisha ya kawaida, anakuja kukuambia, tafadhali msikilize na msaidie. Kama hawezi kumsaidia, mtume kwa msaikolojia, kwa mtu yote aweze kumsaidia huyo mtu ili aweze kupona, kwa sababu unyanyasaji, vipigo vinaua. Alafu unyanyasaji ni kitendo cha uhalifu, hakitakiwi kukaliwa kimya. Uhalifu wowote, iwe ni wizi, ni kitu gani, hakitakiwi kukaliwa kimya. Kwa hiyo unyanyasaji nao unatakiwa kuongelewa na kuripotiwa. Hakuna data nyingi sana za wanaume wanaonyanyaswa, unfortunately. Ni kwamba kuna wanaume wengi tu wananyanyaswa na wake zao. WHO wanaonyesha kama mwanaume mmoja kati ya wanaume 4 anaweza kuwa ananyanyaswa na mke wake. Kwa hiyo ni asilimia kubwa tu, kwa sababu wanawake ni mwanamke mmoja kati ya wanawake 3 wananyanyaswa, wanaume ni mwanaume mmoja kati ya wanaume 4 ananyanyaswa. Lakini hamna data za wanaume nyingi zinazoongelea kuhusu unyanyasaji. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu wanaume wengi hawaripoti, lakini wapo wanaonyanyaswa wengi tu. Alafu kwa nini hawaripoti? Kwa sababu ya ego. Anataka kutunza wanaume wake kwa okay, nikiripoti hapa nitaonekana mnyonge au nitapata aibu. Kwa sababu ya kulinda heshima yake anaamua tu anyamaze kimya, avumilie tu unyanyasaji, ili labda ni bosi yuko kazini, sasa akisikia labda watu wasikie kwa amepigwa na mke wake watamdharau. Kwa hiyo anatunza tu hayo maumivu. Lakini wanaume wako wengi tu wanaonyanyaswa, japo hamna data nyingi za kutosha. Wanaogopa kupoteza mali na watoto, kwa sababu wanaume nao wanakuwa na uoga. Kwa labda nikisema labda mwanamke ndio hivyo, watu wana tendency ya kuamini zaidi wanawake kuhusu mambo ya unyanyasaji, kwa sababu wanaume pia uoga, hawaaminiwi mara nyingi wakiripoti kuhusu unyanyasaji. Kwa hiyo mara nyingi anaishia kuluzi tena ni mwanaume mwenyewe, kwa wewe hapa ndio ulikuwa unamnyanyasa labda. Kwa hiyo anaogopa kwa labda ndapoteza mali, sitaona tena watoto wangu. Kwa hiyo unakuta wanaume wengi wananyamaza kimya, lakini wanaume wanaoteseka pia ni watu wengi sana tu wanaoteseka kwa sababu ya kupigwa na wake zao. Jinsi gani ya kukabiliana na unyanyasaji, ambalo ndio somo letu la leo, ni kwamba kwa wewe ambaye ni victim, ambaye unanyanyaswa, ni kwamba ufahamu kwamba matibabu ni kitu cha muhimu. Kama amekujeruhi labda
kwa namna yoyote una majeraha ambayo unajua ni unyanyasaji, nenda katibiwe, nenda hospitali, nenda katibiwe. Alafu tafuta tiba za kisaikolojia, kwa sababu unyanyasaji unaathiri sana kisaikolojia. Tafuta counselors, therapists wakusaidie. Watakusaidia kujenga confidence, kwa sababu mnyanyasaji ana make sure ruin your confidence. Unakuwa una kabisa, uweze kujiamini kabisa. Kwa hiyo ukienda kwa therapist atakusaidia kujenga tena confidence. Utaanza kujiona tena ni mtu, utaanza kujithamini na kujitambua na kujipenda tena, kwa sababu mnyanyasaji ni kwamba alikuwa anakucontrol. Kwa hiyo hata ujitambui wewe ni nani, umepoteza hata your identity. Alafu atakusaidia kuweza kuwa na kujenga matumaini tena, kufukuzia ndoto zako, kwa sababu kama umekaa kwenye controlling life ni kwamba ulikuwa controlled, ni kwamba yani hata kama ulikuwa na dreams ni kwamba make sure ameziua. Kwa hiyo unafanya mambo ambayo yeye ndo anataka ufanye. Yeye mambo ambayo ulikuwa unayapenda, labda una dream kuanzia utotoni, uweze kuyafanya kwa sababu controller wako hayataki. Anaweza kuwa anakuzuia, au wengine ndio hivyo umeachishwa hata kazi. Kwa hiyo ukienda kwa therapist atakusaidia pia jinsi ya kuweza kurudi kwenye ndoto zako. Alafu kukabiliana na abuser, kwa sababu atakufundisha kama unataka kuondoka kwenye uhusiano, sio lazima uondoke, lakini jinsi ya kukabiliana naye, jinsi gani uweze kuishi na huyo abuser. Alafu pia atakufundisha jinsi ya kuondoka kwa usalama, kwa sababu kama nilivyosema ni kwamba abuser ni kwamba ni abuser tu, hata ukiondoka atakutafuta, anaweza akakutafuta ili aendelee kukuumiza, kwa sababu bado ana kiu ya kukuumiza. Kwa hiyo atakufundisha jinsi ya kuondoka kwa usalama. Kwa mnyanyasaji, kwa sababu hatutaki tuache pia wanyanyasaji bila kupata pia msaada, ni kwamba wanyanyasaji pia nenda katibiwe, kwa sababu wengine wanakuwa na majeraha pia wanyanyasaji, hapo anaweza asiseme. Anaweza kuwa na majeraha kwa sababu labda alikuwa anampiga mtu, anataka kumuumiza huyo mtu, akajitetea, akamwangusha, akampiga naye. Kwa hiyo nao wanakuwa na majeraha sana nyingine. Kwa hiyo katafute matibabu. Alafu tafuta counseling pia kwa ajili ya anger management, yani kuweza kutawala hizo hasira zinazokusumbua. Alafu ujuzi wa kutatua matatizo, kwa sababu wengi wananyanyasa kwa sababu hawana ujuzi wa kutatua matatizo. Ndio hivyo wanataka kutumia hasira badala ya kutumia njia ambazo ni nzuri za kutatua matatizo. Alafu counseling itakufundisha kuwa na empathy, kuweza kuvaa viatu vya mtu mwingine, kwa sababu hiyo entitlement ni kwa sababu watu hawana ile kuvaa viatu vya mtu mwingine. Anakuwa na mtazamo wake yeye, tuna misimamo yake, lakini anajua kama kuna mtu mwingine ambaye hapo naye yupo, anatakiwa asikilizwe, aonewe huruma, avaliwe viatu vyake. Kwa hiyo utafundishwa jinsi ya kujenga hali ya kuweza kuvaa viatu vya mtu mwingine. Alafu kuweza kufanya utambue mambo gani yanayosababisha ugomvi, ili ukiyaona ujue kabisa okay, nataka kujizuia sasa nisimpige huyo mtu. Alafu atakufundisha jinsi ya kujenga mahusiano, kwa sababu namna hiyo ya kupiga mtu sio mahusiano mazuri. Kwa hiyo kwenye counseling utajifunza pia namna ya kujenga mahusiano mazuri ambayo sio ya kuumizana. Alafu pia na ujuzi wa kujieleza, kwa sababu wengi pia hawana language ya kujieleza, ndio maana anatumia vitendo hizo, ku shut down, kukasirika, acha kusema, kufanya nini, kupiga, kwa sababu hawana language nzuri ya kujieleza, ndio maana wanafanya vitu kama hiyo. Kwa hiyo tafuta huo ushauri wa wataalamu ili uweze kuendelea vizuri. Kumbuka, upendo haujeruhi. Upendo haukusudi kujeruhi kwa namna yote. Unaweza kumjeruhi mtu kwa bahati mbaya, lakini upendo wa kweli haukusudi kujeruhi mtu kwa namna yote ile. Mnyanyasaji akubali kuwa ni mnyanyasaji pia. Kumbuka hivyo. Kwa hiyo unaweza kuwa umekaa hapo sema, lakini mbona yeye sio mnyanyasaji? Mbona anasema hivyo? Mbona waga ananitibu? Mbona sijui yeye anaomba msamaha? No, hawezi akakubali kuwa ni mnyanyasaji. Bado atajitetea, atakwambia ni wewe hapo ndo unasababisha nifanye hivi. Atakublame wewe mwenyewe. Kwa hiyo kumbuka hivyo. Alafu utasumbuka na hatia ambayo hustahili kuibeba, na utasumbuka na kutokujielewa, kwa sababu hivi ni ukweli namchokoza au ni ukweli ni yeye anafanya hivyo. Kwa hiyo anakubabaisha tu, lakini wewe ni mnyanyasaji. Na mnyanyasaji kwa kawaida anaona kama unastahili kunyanyaswa, kwa sababu unastahili kufanywa ukatili, kwa sababu anaona kama una deserve, yani wewe yuko lazima uwe powerful, alafu wewe uwe chini. Kwa hiyo ataona lazima utitiwe that way. Kwa hiyo ikibidi fanya maamuzi magumu, kwa sababu kukaa kwenye maisha namna hiyo sio healthy. Usiendelee kuishi kwa maisha ya hofu, mateso na maumivu makali. Sio maisha mazuri kwa namna yote ile. Alafu sio vema kwako na kwa watoto wako kukaa kwenye maisha ya namna hiyo ambayo yatawatesa siku zote na yana madhara mengine makubwa tu ambayo yanaweza kuwatokea. Kwa hiyo chukua hatua sahihi ambayo inatakiwa. Waone wataalamu waweze kukusaidia, kukuguide kwenye hatua ambayo yote ambayo tutakiwa kufanya. Na kama umependa hii content, tafadhali usiache kusubscribe na kushare ili watu wengi wajue jinsi ya kukabiliana na unyanyasaji. Asante sana.